Kama ndo kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kuna maswali mengi najiuliza mpaka sasa sipati majibu. Kulikuwa kuna haja gani ya wana michezo kumchagua rais wa TFF? Rais ambaye anashindwa kusimamia mamlaka ya mpira ipasavyo, rais ambaye anashindwa kutoa amri kwa vilabu, rais ambaye kila siku amekuwa ni mtu wa kuamua kwa busara inapokuja swala la Simba na Yanga, rais ambaye anaweka kanuni pembeni aliyekuwa watu wanahitajika kuhukumiwa kanuni. Klabu ya JKT Tanzania kikosea na hukumiwa kwa kanuni, Azam wanahukumiwa kwa kanuni, Kagera Sugar na hukumiwa kwa kanuni. Inapokuja swala la Simba na Yanga natumika busara. Kuna haja gani ya kuwa na rais wa TFF? Kuna haja gani ya kuwa na kiongozi mkubwa katika mpira wetu wa Tanzania? Hili swala inabidi rais wa TFF ajiangalie mara mbili, la sivyo anapaswa kujiuzulu. Kulikuwa na ugumu gani wa kupiga simu na kuruhusu mabounsa ya Yanga iachie klabu ya Simba iendelee kufanya mazoezi yake ya mwisho? Kulikuwa na lazima gani wa kuahirisha mechi kwa ajili ya timu tu kushindwa kufanya mazoezi ya mwisho? Kulikuwa kuna tatizo gani kwa yeye kushindwa kuingilia kamati ya bodi na kuambia mechi iko pale pale? Je, vipi kuhusu wale waliosafiri umbali mrefu kuifuata dabi? Vipi kuhusu wale ambao walikaa wiki nzima hotelini kuisubiri dabi? Vipi wale ambao walishakata tiketi zao za viingilio kuisubiri dabi? Je, gharama zao nani atazilipa? Gharama zao nani atazirudisha? Hii sio mara ya kwanza kwa Simba na Yanga kufanya utoto wa kiasi hichi. Kila siku wanaoumia ni mashabiki, gharama zao, muda wao, umbali waliotoka, maandalizi waliyofanya kwa ajili ya dabi. Hivi kweli dabi yetu ni ya kuahirishwa kwa ajili ya sababu zisizokuwa na msingi? Alafu rais bado anaendelea kuwa madarakani. Anafanya kitu gani? Huu ni muda wake sasa wa kujiuzulu. Rais anapaswa ajiuzulu. Hakuna anachokisimamia zaidi ya tumbo lake binafsi. Hakuna anachokisimamia zaidi ya maslahi ya watu binafsi. Ifike muda yale yaliyofanyika pale Italy kumshusha Juventus kwa ajili ya upangaji wa ratiba za matokeo kifanyike katika timu zetu hizi mbili. Inapaswa kuwa na maamuzi magumu. Ni muda sasa wa kumpata rais ambaye anaelewa nini maana ya mpira, anaelewa nini maana ya machungu, anaelewa nini maana ya ushabiki, anaelewa nini maana ya uongozi. Itoshe kusema tumechoka.